mtazamaji, rafiki yetu, mwanafamilia, shabiki yetu pendwa kabisa wa The Gossip Table ndani ya 69 Media. Mimi hapa ni Sami Baby. Mimi hapa ni Deo Mpemba. Kumbe ulipoenda hivyo na kubadilika Una mbwembwe Deo Mpemba? Hamna, kawaida. Na umepiga miwani. Miwani. So ukipiga miwani kama mwalimu wa jiografia anatafuta contour. Niache kabisa mimi hayo mambo. Ile nini ile X Factor X Factor. Hivi ndo maana yake ni kwamba ni mchezaji ambaye ni tishio fulani hivi. Kumbe mimi nikajua hivi X karudi. Hamna. Sasa unajua Aziz Ki alikuwa ni X wa Yanga. X wa Yanga. Sasa alikuwepo. Shemeji. Tukaachana. Tukaachana, yani Yanga wakaamua kuachana naye. Wakaenda kule kwenye mahusiano mapya akawa Sally akawa X. Kwa hiyo X karudi. Kimchezo, yani kimpira uende kuna makubaliano yamefanyika kati ya timu mbili. Lakini sisi kiumbea kuna story ambayo tumekutana naye tukasema tuje hapa tuizungumze. Inasemekana eti mapenzi ndio yamemrudisha Aziz Ki Tanzania. Kwa upande wangu nikiangalia ni kweli. Ni kweli ameshindwa kuishi mbali na Hamisa, zile ruti za hapa na pale zimeshindikana kwa sababu yeye Hamisa yuko busy sana na biashara huko. Na ukumbuke kule haendi kukaa sana. Asilimia kubwa yuko hapa Tanzania. Na mara nyingi pia Hamisa ndo alikuwa anamfuata Aziz, unajua. Kwa maana hiyo yeye Aziz anakuwa na babani sana, akaona shida ni nini? Ndoa yangu hii mwisho wa siku isije ikafeli. Ndio. Yeye akaamua kwamba bora harudi hapa Tanzania. Apige mpira hapa. Penzi lake linoge. Ili awe na mke wake. Na mke wake. Kwa hiyo timisi kwamba ile mahusiano ya mbali ilikuwa kama kuna dalili za penzi separate. Kwa sababu pia tuliwahi kuona kwamba zilikuwepo na uvumi kwamba kuna rafiki sijui mashosti sijui wa Hamisa walikuwa wakiingia kidogo kuvuruga kisima kukichafua maji. Wengi sana walikuwepo. Na ukumbuke kuna mmoja yule, kuna mwanadada anaitwa V. Kama unajua alizana na V Kashera, yes. Wengine wanasema pia sababu hata sio tu Hamisa. Lakini pia ni Aziz Ki ametamani kuwa karibu na kijana wake. Wana mtoto wa kiume unajua. Ndio wametimiza miaka 2 I think, miaka 2 mtoto wake. Na anafanana sana na Aziz Ki. Lakini hata sura ile ingeenda kwa Aziz Ki sura yote ile ndugu yangu. Kidogo Kashera ametia kijisura fulani hivi. Imenoga. Lakini asilimia kubwa bwana Azizi amekuja huku kuichezea Yanga Afrika, lakini kwa sababu ya mpenzi wake. Kwa hata kama kuna makubaliano ilikuwa ni rahisi yeye kukubali kurudi kwa sababu tu familia yake inatamani uwepo wake, si ndio? Kabisa, ndio maana ni asilimia kubwa hata akiwa alipokuwa kule nje. Mara nyingi sana tulimuona akiwa anakuja huku Tanzania. Ndio. Na akija huko wengine anakuja kimya. Kama ile mara mwisho amekuja akaonekana yuko Zanzibar. Au ndio ile video na mama mkwe. Alafu eti kuhusu ile video na mama mkwe tunasemekana eti kuna watu wakasema kwamba eti alikuwa na shoot ni Hamisa mwenyewe. Sasa Hamisa anaweza kashuti mama yake vile? Hapo hapana. Hapo mimi kuna mtu nimembishia nikaambia akasema eti hapana, aliyeshoot ile video alikuwa na shoot ya Hamisa. Kama kweli Hamisa angekubali kumuona mama yake na mume wake wanakumbatiana vile, asingekubali. Hagi gani la mtu na mkwewe kiasi kile? Hamna kitu kama kile. Ile inaonekana kuna mtu alikuwa amekaa ile eneo akashuti kwa siri bila wao kujua. Na usikute mama mkwe pale. Tayari kichwani zilikuwa zimeshapanda usikute. Kwa sababu niliona kama alipiga kidogo afu bwana mkubwa akafuta. Sio ni kweli? Kwa video ile tulivyoiona, walikuwa wamekumbatiana hasa utasema kama wapenzi. Kumbe mtu na mama mkwe. Hiyo ndio inahitaji hati. Inahitaji hati kweli. Wewe kujaribu. Mimi siwezi. Asa ile story yetu ile ya kuhusu Hamisa ndugu wa mume walivyokuwa wanamzingua kwamba hawazalii. Hichi nasemekana kwa sababu Aziz Ki na watoto wengi, Hamisa akaona ngoja nisubiri kwanza. Subiri nini? Nimesikia eti Aziz Ki na watoto 5. Haijalishi. Yeye angemzalia ili penzi linoge, ndoa yao inoge, amzalie mtoto. Unajua Hamisa ni mwana mitindo, unaelewa? Ndio. Influencer pia atakiwa labda anahisi kwamba akizaa sasa hivi tuna muonekano ambao anao sasa hivi utabadilika. So unajua akabadilisha muonekano baada ya kuzaa na kulea, akaamua sasa kutulia mpaka akatengeneza muonekano, japo wanasema mambo ya Turkish Turuki lakini katika yote hayo angemzalia bwana. Unajua mwanae yule Dailan ameshakuwa. Na yeye sasa ameshaingia kwenye ndoa. Kwa maana hiyo inabidi tu
amzalie bwana. Huenda malengo yake bado hayajatimia. Unajua kila mtu katika swala yaani siku zote kuwa na mtoto, maamuzi yoga yanakuwa na mwanamke. Kama mwanamke hajataka, ndugu yangu, mwanaume huwezi pata mtoto. Labda Hamisa kuna vitu ambavyo ameviweka kwenye target kwamba mpaka vitu fulani vitimie ndio tamzalia Azizi Ki. Sawa. Na mtoto unajua ni baraka kwa Mungu. Usikute bado hajabarikiwa. Labda hii ya Azizi Ki kurudi sasa Hamisa atazaa, labda aliogopa kwa sababu kulikuwa kuna long distance relationship, mahusiano ya kuonana kila baada ya mwezi, kila baada ya wiki, labda hakuyapenda. Labda kwa sababu sasa Azizi ameamua kurudi nyumbani, tusubiri kula maembe mabichi, kutia chumvi na ndimu na pilipili kidogo, mdomo uwashe, mtoto afurahi tumboni. Kabisa. Na sasa mimi ningependa kama Hamisa nasikiliza, bwana mzalie. Amzalie Azizi Ki. Amzalie bwana. Ili mambo yawe vizuri. Kwa sababu tayari nyenye ni wanandoa na mtoto wako atakuwa sio mtoto haramu, ni mtoto wa ndani ya ndoa. Kabisa. Kwa hivyo hakuna ubaya wote kumzalia. Na sasa hivi mabinti wote wengi sana kutoka Zuchu hapa alivyozaa. Mabinti wengi sana ambao hawana watoto wanatamani, kwa sababu tu Zuchu kazaa. Kwa nini? Sio baada ya Wema. Acha ya Wema wengi sana walifurahi. Na mabinti wengi wakatamani. Wema kuzaa si mchezo. Si mchezo. Kwa maana Zuchu alivyokuja tena kuzaa, kila binti anatamani kuzaa. Ni zawadi kuletewa vile odini. Basi nishaelewa. Kumbe sababu ni zile zawadi. Yale maputo ya pinki zinawachanganya. Mitunzo pale mtoto analewa hela zile. Mtoto anazawadiwa iPhone 17, bado hata hajajua hata kuongea jamani. Hata kutumia hata hiyo simu. Matajiri mnadharau nyie. Anatamani. Ndio maana unaona mabinti wengi sasa hivi wanatamani kuzaa. Kutokana na kitu kama hiko. Lakini bado mimi nimekipenda hii ndoa, imembadilisha sana Hamisa. Imembadilisha sana. Azizi Ki mimi nimpe maua yake. Hamisa toka afunge ndoa na Azizi Ki. Wewe umesikia hata mambo ya hapa na pale? Sijasikia. Kwanza uko busy. Zaidi tu ya majambo ya Azizi Ki ndo kumwandama sana. Lakini yeye ndoa imembadilisha. Yaani sawa alikuwa ni mwanamke mzuri, mama bora, lakini ndoa kama imemfanya Hamisa akili izidi kupanuka zaidi. Yuko busy na kutafuta hela yani. Yes. Mambo haya kama ambavyo wanafanya celebrities wengine mitandaoni, viskendo hakuna tena. Hakuna hata ile mitoko aliyokuwa anatoka na marafiki. Sasa hivi hamna, kapunguza yani. Na kapunguza hata sikio rafiki yake ni nani sasa hivi Hamisa. Yaani hatoki ovyo ovyo. Yuko busy. Jambo zuri. Ni jambo zuri kama ataamua kuleta mtoto pia. Lakini kama Hamisa Azizi Ki kurudi Tanzania, kurudi Yanga, ni kuna jitihada zako kidogo zimeingia hapo. Tukupe maua yako bibi, umeupiga mwingi. Kaupiga mwingi. Na kuna video ambayo inatembea sasa hivi kwenye mitandao inamuonyesha Hamisa akiwa analishwa. Sasa inasemekana ule mkono ni wa Azizi. Bwana ule mkono wengine wanasema sio mkono wa Azizi Ki. Mimi si nimeuona hapa. Sasa kama sio mkono wa Azizi Ki, ni nani anaomlisha pale? Wengine watu wanasema, mimi nikiuangalia mkono ni mkono mweupe. Niseme yule ni mtoto wa kike. Alikuwa anamlisha nani? Hamisa. Kwa Hamisa alishwa na nani? Labda mtoto wake. Ule mkubwa bwana, sio mtoto ule mkubwa. Watu wanasema ule mkono sio wa Azizi Ki. Kwa maana unataka kusema ni wa mtoto ama wa mtu mwingine, mwanaume mwingine. Na ukumbuke yeye Azizi yuko hapa. Kwa maana hiyo hapo unapokushani lazima watu tujue, je, ule mkono. Ila mimi nikiangalia huo mkono uzumu kwa macho. Sema ukiuzumu ule mkono ni mweupe. Na ukija ukiangalia rangi yake ya Azizi Ki ni nyeusi. Lazima utabaki na maswali unajiuliza. Mimi nimeangalia huo mkono hata hapa nikiuzumu hivi naona ni mweupe. Naona ni mweupe, sasa sielewi. Lazima utachanganyikiwa. Usikute basi ule mkono ukawa wa mama yake akawa anamlisha mwanae. Nao ni jambo zuri. Basi bwana, muhimu tu kwamba Azizi Ki karudi nyumbani kwa karibu na mke wake, maneno mengine muache. Tusubiri tu hapa sasa hivi Hamisa naye aanze kutematema vijimate kidogo, abadilike sura hivi, sio naye hata vimba sura mwenzangu. Ndio hapo sasa kuna mimba za aina hizi 2. Mimba za watoto wa kiume hazivimbishi sura. Mama toka alipata mimba kana zaa na kwa mimba yani sura iko vile vile kwanza zili kunawili, lakini mimba za watoto wa kike zinavimbisha sura. Tusubiri kwa Hamisa, natamani sana Hamisa amzalie Azizi Ki mtoto wa kike. Hata sisi wenyewe wa Mbeya sisi wao atakuwa karembo. Tutaenda pale.
haijalishi atakuwa karembo sana, awe wa kike wa kiume, lakini atakuwa mzuri bwana. Wewe utamani yani kuona noma sana lakini ndio hivyo bwana. Kama Hamisa, jambo la msingi bwana ni kumzalia. Mimi kwangu naona akimzalia lakini pia familia Azizi Ki, kama kweli mlikuwa mnamwandama Hamisa, basi mumwache, wao wenyewe wana mipango yao, wana majambo yao, kwa hiyo watayamaliza wenyewe. Muhimu sisi tunafurahi tu kwamba Azizi karudi nyumbani, Azizi karudi Yanga, Azizi karudi kuwa karibu na familia yake. Kabisa. Yes, karudi kuwa karibu na mama watoto, peace kama peace. Sasa hivi tutamwona hata uwanjani akienda kumshangilia mumewe. Vitu kama hivyo tulikuwa tumevimisi sana kuona kwa Hamisa. Okay. Sawa, story ndio ilikuwa iko hivyo. Kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na Azizi Ki kurudi nyumbani, kurudi karibu na mke wake? Unadhani kwamba hii itazidi kuboresha na kudumisha ndoa yao? Juzi tu walipitia sekeseke la kuonekana video kati ya Azizi Ki na mama yake Hamisa Mobeto. Kwa upande wako andika maoni yako hapo. Mimi hapa ni Sami Baby. Na usisahau bwana kutufuatia kwenye mitandao yetu ya Instagram, pale tunafahamika kama 69 Media, lakini na kule Facebook tunapatikana kama 69 Media. Ukifika pale like, share, mambo yanakuwa unyama kabisa. Unyama unazingatiwa. Kabisa. Langu jina wananiita Deo Mpemba, sauti ya dhahabu. AK mwalimu wa geography. Kabisa, nikitafuta control.